Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa mataifa ya Ghuba ya Uajemi yanapaswa kuanza kulipia ulinzi unaotolewa na Marekani dhidi ya vitisho vinavyotokana na Iran, akisema kuwa Washington haiwezi kuendelea kubeba gharama zote za kulinda eneo hilo bila kupata fidia kutoka kwa washirika wake. Akizungumza na waandishi wa habari, Trump alisema Marekani imewekeza fedha nyingi, vifaa vya kisasa vya kijeshi pamoja na maelfu ya wanajeshi katika eneo la Ghuba kwa lengo la kuhakikisha usalama wa washirika wake na kulinda njia muhimu za biashara ya kimataifa. Kwa mujibu wa Trump, mataifa hayo yamenufaika kwa muda mrefu na uwepo wa kijeshi wa Marekani, hivyo ni wakati wa kubeba sehemu ya gharama za ulinzi huo. Nataka tulipwe kwa sababu tunalinda sehemu tajiri sana ya dunia. Tunatumia fedha nyingi kulinda eneo hilo, hivyo nchi tunazozilinda zinapaswa kutulipa kwa huduma hiyo ya ulinzi, alisema Trump. Rais huyo alitaja Saudi Arabia, Falme za Kiarabu, Qatar, Bahrain na Kuwait kwa miongoni mwa nchi zinazotegemea ulinzi wa Marekani dhidi ya vitisho vya kiusalama vinavyotokana na Iran. Alisema mataifa hayo yana uchumi mkubwa unaotokana na mafuta na gesi, hivyo yana uwezo wa kuchangia zaidi katika gharama za ulinzi wa eneo hilo. Trump pia alirejelea mashambulizi hivi karibuni ya Marekani dhidi ya Iran, akidai kuwa hatua hizo zilizuia Tehran kufikia hatua ya kutengeneza silaha za nyuklia. Alisema ndani ya kipindi kifupi Iran ingeweza kumaliza hatua za mwisho za mpango wake wa nyuklia kama Marekani isingechukua hatua za kijeshi. Kwa mujibu wa Trump, kama Irani ingefanikisha kupata silaha za nyuklia, hali ya usalama katika Mashariki ya Kati ingebadilika kwa kiwango kikubwa. Alidai kuwa Israel ingewekwa katika hatari kubwa ya kushambuliwa na hata utulivu wa eneo lote ungeathirika. Ndani ya mwezi mmoja tu tangu siku tulipowashambulia, wangekuwa na silaha ya nyuklia kama tusingefanya hivyo. Kama angekuwa na silaha za nyuklia, Israel huenda isingekuwepo tena na pengine hata Mashariki ya Kati isingekuwa salama, alisema Trump. Katika kauli nyingine, Trump alidai kuwa Iran ilirusha makombora kuelekea Saudi Arabia, Falme za Kiarabu, Qatar, Bahrain na Kuwait, akisema hatua hiyo inaonyesha kuwa uongozi wa Iran unaendelea kuwa tishio kwa usalama wa mataifa ya Ghuba. Aliongeza kuwa Marekani haitaruhusu mashambulizi kama hayo kuendelea bila kujibu. Aidha, Trump alitangaza kuwa Marekani ilikuwa imepanga kufanya shambulio jingine kubwa dhidi ya Iran usiku huo, akisema operesheni za kijeshi zitaendelea endapo Iran haitabadilisha msimamo wake. Alidai kuwa baada ya mashambulizi